tofauti kati ya mwalimu, kiongozi na baba. Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 4 na fungu la 15, maandiko yako wazi kabisa, yanasema ijapokuwa mna walimu wengi, hamna baba wengi. Manake nini? Mtume Paulo anawaambia Wakorintho ya kwamba yeye ndiye aliyewazaa katika Kristo. Kwa hiyo anawakumbusha ya kwamba ni kweli walimu ni wengi sana, lakini mimi ndiye baba yenu. Ndicho ambacho Mtume Paulo anafikisha ujumbe katika kanisa la Wakorintho. Sasa kuna vitu vitatu natamani tuweze kuvitafakari kupitia ujumbe na msisitizo wa Mtume Paulo. Sasa jambo la kwanza, lazima tujue utofauti wa haya mambo makuu matatu, nikimaanisha utofauti wa mwalimu, utofauti wa kiongozi na utofauti wa baba. Sasa hizi ni terminology tatu, lakini zina utofauti wake. Sasa tunaposema mwalimu tunamaanisha instructor, na nikisema instructor namaanisha kama vitu vitatu. Namba moja, mwalimu kama mwalimu hutoa maarifa. Maarifa gani? Maarifa ya vile anavyovijua, vile alivyonavyo, anawapa wanafunzi wake. Kwa hiyo wanafunzi wanapokea maarifa kutoka kwa mwalimu. Lakini pia mwalimu anafanya kazi kubwa ya kufundisha. Kwa maana nyingine, ili maarifa yaweze kumfikia mwanafunzi, lazima kuna tendo la ufundishaji. Sasa mwalimu anapokuwa anafundisha, lakini pia tunakuja kuangazia mahusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi. Mara nyingi sana wewe anaishia darasani, na wewe unaweza ukawa ni shahidi. Ni mara ngapi au mara ya mwisho ulimpigia simu mwalimu wako lini? Mwalimu wako wa shule ya msingi, mwalimu wa sekondari, nikimaanisha O level na A level. Ni mara ngapi unampigia? Je, mahusiano yenu, unaona ulivyotoka tu darasani, ulivyomaliza shule, unaona mahusiano yalipungua kwa kiasi kikubwa sana, lakini ulipokuwa uko darasani, mahusiano yenu na mwalimu yalikuwa ni mazuri sana, kulikuwa na ukaribu wa hali ya juu sana. Kwa hiyo unaweza ukaona nini maana ya mwalimu. Lakini napozungumza kiongozi as a leader, tunaweza tukapata pia mambo makuu matatu. Kiongozi, kazi kubwa, hutoa mwelekeo, na ndiyo maana kiongozi anapoingia kwenye taasisi, unaona kuna mwelekeo fulani wa taasisi unabadilika. Kiongozi anapochukua nafasi fulani katika kutekeleza majukumu, kuna baadhi ya vitu huwa vinaweza kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi anatoa mwelekeo. Mwelekeo gani? Ni wapi tunaenda mwezi huu? Ni wapi tunaenda mwaka huu? Kwa unaona kwamba kiongozi amebeba mwelekeo. Lakini pia yeye, kazi kubwa sana ya kiongozi, kujali matokeo, results. Anajali matokeo, kwamba wale anaowaongoza pawepo na matokeo. Na ndio maana watu tunasema ya kwamba unapoona taasisi fulani au eneo fulani linapofanya vizuri kwa ubora sana, huwa tunajua kwamba kiongozi wa eneo hilo yuko vizuri. Na unapoona taasisi na yumba, ujue kwamba kiongozi wa aina wa taasisi ile ndiye anayeyumba. Sikumbuki vizuri ni mwandishi gani, lakini kuna siku nilikuwa nasikiliza clip za Joy na Nauka. Aliwahi kusema ya kwamba kuna mtu mmoja, yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni kununua kampuni ambazo zinaenda kufa. Na kwenye mahojiano yale mtu alisema ya kwamba ananunua kampuni zilizokufa, zinazokaribia kufa, kwa sababu sio kampuni inayoelekea kufa, isipokuwa ni kiongozi anaelekea kufa. Kwa hiyo anasema kwamba akishachukua ile kampuni, akishanunua ile kampuni, namba moja anamfaya au anamuondoa kazini
mkurugenzi au manager wa kampuni hiyo, wale wafanyakazi wengine wote anawaacha, analeta mkurugenzi mpya au manager mwingine mpya kabisa. Na baada ya hapo, unaona ile taasisi ile ambayo ilikuwa inaelekea kufa, unaona ghafla inaanza kunyanyuka, na mwisho wa siku kuleta matokeo mazuri. Maana yangu hapa ni nini? Kwamba kiongozi, watu tunaangalia matokeo. Palipo na kiongozi lazima matokeo yapatikane, either positive or negative, lakini lazima matokeo yapatikane. Lakini mahusiano ya kiongozi huwa ni kazini, na ndio maana unaona kwamba asilimia kubwa ya ufanyaji kazi utafanyikia kazini. Kwa mahusiano yao mara nyingi sana huwa yanaishia kazini, na baada ya hapo huwa hakuna mwendelezo wa mahusiano yale ya karibu. Sasa kosa yangu kubwa kukuletea hizi terminology tatu, nataka tuangalie baba is a father. Baba is a father. Sasa unaona kwamba baba maana yake ni nini? Sasa kuna kama mambo manne nataka tuyapitie ili uweze kupata picha ya nini ambacho nataka nikizungumze. Baba kama baba hutoa uhai. Baba kama baba hutoa uhai. Mwalimu hutoa maarifa. Naona kiongozi hutoa mwelekeo. Baba hutoa uhai. Na maanisha ninaposema kwamba baba hutoa uhai, kwa maana nyingine anakupa jina. Ndio maana kwa mfano mimi ni Aloisi, na jina Aloisi nimepewa na baba yangu. Unaona, anatoa jina. Sasa that is biological name, lakini kuna baadhi ya watu tumenyanyuka, majina yetu yamezidi kunyanyuka kwa sababu kuna baba. Na huyu baba ninayomzungumzia is a spiritual father, baba wa kiroho, not biological father. Na nimejikita sana kwenye baba wa kiroho. Kwa nini? Kutokana na msingi mkuu wa andiko la Wakorintho wa kwanza 4:15, ijapokuwa mna walimu wengi lakini hamna baba wengi. Unaona, Mtume Paulo alikuwa akimaanisha baba wa kiroho, na anasema kwamba mimi ndiye niliyewazaa. Paulo anawaambia kwamba ninyi wa Korinto, mimi ndiye niliyewazaa. Kwa maana nyingine, mimi ndiye niliyowapa uhai wa wokovu. Hamkuwa mnamjua Yesu, hamkuwa mnamjua Mungu, lakini kupitia mimi, baada ya kuwashuhudia, mkanisikiliza, na baada hapo mkakubali kuokoka. Mimi ndiye niliyowazaa kutoka dhambini kuingia kwenye utukufu, kutoka kwenda kuzimu kuingia kwenda mbinguni. Unaona, ndio maana nasema hutoa uhai. Lakini namba 2, baba wa kiroho hufinyanga moyo. Ngoja nikwambie kitu. Kuna baadhi ya watu walikuwa ni wakorofi, walikuwa ni wavutaji wa sigara, walikuwa ni watu wa madawa ya kulevya, walikuwa na tabia mbaya, lakini kutokana na mafundisho ya baba ambaye amepewa na Mungu, unaona mtu huyu, unaona ghafla anaanza kubadilika, moyo wake unaanza kubadilika, anaanza kumtafuta Mungu. Lile giza lilokuwa limemtanda, unaona ghafla giza linaanza kuondoka na nuru ya Kristo inaangaza ndani mwake. Kwa hiyo huyu baba anafinyanga moyo wako unafinyangwa. Unakumbuka wakati Yesu anawaambia wanafunzi wake, alisema hivi juu ya kusikia neno na kulifanyia kazi. Anasema, atakayelisikia neno na kulifanyia kazi amefananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba juu ya mwamba. Unaona, anakuja sema upepo, dhoruba, nini vitakapopita, ile nyumba itasalimika. Sasa unaona kazi kubwa ya baba ni kufinyanga moyo. Ule moyo unaanza kupokea neno, anaanza kulisikia neno, analipokea, analifanyia kazi, na mwisho wa siku mbingu inamtambua kwamba huyo mtu ana akili.
Kwa nini? Amejenga nyumba yake juu ya mwamba. Na ndio maana changamoto ikiingia, mambo magumu yakiingia, akikabiliana na mazito, unaona hawezi kuanguka. Hawezi akaanguka. Kwa nini hawezi kuanguka? Ni kwa sababu moyo wake umeshafinyangwa, akalipokea neno, akalifanyia kazi, na mwisho wa siku anazidi kusonga mbele. Na unaona sana mwisho wa siku ndio mtu yule ambaye anasema kwamba ni kitu gani kitakachonitenga na upendo wa Kristo? Je, ni njaa? Je, ni hali ngumu? Unaona, akimaanisha hakuna kinachoweza kunitenga na upendo wa Kristo. Mtu huyo amefundishwa na Baba, amefundishwa. Baba amempa uhai, amefinyanga moyo wake. Sasa yuko tayari kulipokea neno na kulifanyia kazi. Lakini tunakuja kuona namba 3, hutafuta nani unakuwa. Hatima yako, nani unakuwa. Baba anatafuta wewe unakuwa nani. Unakuwa nani? Anakutengeneza kuwa wewe unakuwa nani. Mara nyingi sana watu wanajikita kwenye karakta. Baba anatengeneza tabia yako, anaishape kwa nini? Kwa njia ya mafundisho, kwa njia ya kukuombea. Anakuombea, anakufundisha. Na ndio maana unaona kwamba ukienda kinyume, kwa sababu wewe ni mwana, anakukaripia, anakwambia mwanangu, hapa umekosea. Anakwambia mwanangu, tabia hii hauwezi ukafika mbali. Anakwambia wazi kabisa. Lakini unaweza kuta mwalimu anasema atakaye nisikiliza nisikilize, ambaye hataki kunisikiliza asisikilize. Lakini moyo wa baba unafinyanga moyo wa mwana. Lakini pia anatafuta karakta iliyo nzuri. Kwa nini? Anajua kwamba anointing without good character, nakwambia kwamba huyo mtu ni mbaya tu. Mpakwa mafuta bila kuwa na tabia njema, bado huyo mtu anaweza sisonge mbele. Tumeona watu baadhi ambao ni wapakwa mafuta, lakini karakta, tabia ikaondoa kwenye nafasi. Unakumbuka habari za Sauli? Sauli alikuwa ni mpakwa mafuta Mungu kabisa, lakini karakta, tabia ilimdondosha, ilimuondoa kwenye ufalme yeye na kizazi chake. Kwa hiyo baba anatafuta wewe uwe nani, hatima yako. Anapigania kuhakikisha kwamba hatima yako inatimia. Wengine hapa tumefika mahali hapa kwa sababu baba zetu wa kiroho walipigania hatima zetu. Tulipoenda kinyume waliturudisha, sema mwanangu, hapana, utakapoenda hivi utaharibikiwa, huduma haitasonga mbele. Kwa nini? Kwa sababu anaangalia hatima yangu. Mwisho wa siku anakisha kwamba nakuwa njema. Lakini je, mahusiano ni yapi? Nimesema mahusiano ya mwalimu yanaishia darasani, mahusiano ya kiongozi yanaishia kazini, lakini mahusiano ya baba huwa ni agano. Ndio mahusiano ya baba na mwana huwa ni agano. Unakumbuka yule mwana mpotevu alivyochukua sehemu ya mali yake akaenda katapanya huko, lakini alivyorudi baba yake alimkumbatia, alimpa nguo nzuri, akamchinjia nyama nzuri, akatengeneza hafla baada ya kuona mtoto wake amerudi. Huo ndio moyo wa baba, kwamba mwana anapokuwa ameenda anajisikia vibaya, anajisikia kuumia. Anaporudi anasikia furaha, anasikia shangwe, anajisikia vizuri. Ndugu yangu, naitwa Pastor Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church. Nichukue nafasi hii ya kukaribisha kwenye ibada zetu za kila Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Karibu sana hapa Kisesa jijini Mwanza uweze kujumuika pamoja na sisi. Mungu kubariki sana. Naomba nikuache na tafakuri hii ili iweze kusaidia katika maisha yako yote. Amen.